Natumaini ya ujambo na ni mzima kabisa. Leo nakukaribisha ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Unajua mimi napofundisha, sio kwamba nakufundisha wewe peke yako, na mimi pia najifunza hapa. Leo nimepata somo ambalo linaitwa jinsi ya kuweka malengo na namna ya kufanikisha malengo. Yaani jinsi ya kuweka malengo na namna ya kufanikisha malengo yako. Utawezaje? Sasa mimi na kiu ya kuweza kuwafundisha watu, na kiu ya kuweza kuombea watu, na kiu ya kuweza kuhubiri watu, ili kusudi wa kufundishwa afundishike, wa kuhubiriwa ahubirike, wa kuombewa aombewe, na kufunguliwa afunguliwe. Sasa leo nimepata maarifa haya, natamani nishie na wewe. Najua yupo mtu aliyekusudiwa katika maneno haya. Sasa hem tujifunze kwa pamoja jinsi ya kuweka malengo na namna ya kufanikisha malengo. Tutaangalia leo hii, afu baada ya hapo Mungu atatusaidia, tutafika hatima zetu kama vile Mungu alivyokusudia. Sasa ni kwa namna gani tunaweza kuweka malengo yanayofikika sasa? Unajua una watu wanaweza kupanga malengo makubwa lakini hajawahi kuyafikia mpaka leo. Ameishia njiani. Sasa malengo tutawezaje kuweka tukayafikia? Tukianza kabisa, malengo ni mipango ya muda mfupi, yanaweza kuwa ni siku, wiki, mwezi au mwaka. Malengo yanaweza kuwa ni ya muda mfupi, ni ya wiki, siku, mwaka. Mtu anaweza kuwa na malengo ya kufungua shule, anaweza kuwa na malengo ya kuwa mwandishi wa habari, anaweza kuwa na malengo ya kufungua duka, anaweza kuwa na malengo ya kujenga nyumba, anaweza kuwa na malengo ya kulima shamba. Hayo ni malengo. Unakuta mtu anakikaa kwenye akili yake kuna jambo fulani linamwambia fanya hivi, fungua duka, fanya kile, somesha shule, somesha mtu fulani. Anaweza kuwa ana mipango mbalimbali ameweka, lakini miaka inasonga mbele, lakini mtu hajawahi kufika mpaka leo. Hata ule uwezo kuanza hatua ya kwanza hajaanza mpaka leo. Inakuwaje swala hili mtu anakaa muda mrefu bila kuchukua hatua? Ndio maana nimekuja kufundisha hapa, ili kusudi wa kutimiza malengo atimize malengo, wa kufika kwa kusudia afike kwa wakati. Ni jambo la kumpendeza Mungu kabisa na kupendeza mwenyewe, ili kwa mtu yule ambaye anaweza kafika malengo kwa wakati. Yaani kutimiza malengo ukiwa bado ni kijana, hii ni ya muhimu sana. Usitimize malengo ukiwa ni mzee. Amka mapema, akili yako iamke mapema, uanze kushughulikia malengo yako sasa, ili utimize ukiwa bado kijana, una nguvu, uyafurahie mafanikio yako ukiwa bado kijana. Sasa malengo yanayofikika siku zote, sifa zake lazima yanakuwa smart. Malengo yanayofikika lazima yawe smart kwa Kiingereza. Ukisema smart, mimi nimesema kwamba S maana yake specific. Kwenye smart pale kuna neno S. S maana yake malengo yako lazima yawe specific. Malengo yako yawe wazi. Specific maana yake yanakuwa ni wazi. Unataka nini? Umespecify, bwana mimi nataka nifungue kampuni, nataka niweke duka. Specific. Unajua watu wengine wanashinda kuwa specific. Kila kitu atamani kufanya. Si nifungue duka, wazo nyingine si nifungue kampuni, si nifanye biashara ya kuuza mandazi. Hayuko specific. Akili yako lazima ichuje. Yanaweza kaja mawazo mengi, lakini akili yako itakiwa ichuje, ipatikane wazo moja, ambayo ukishapata ile wazo moja ndio sasa unasema huyu mtu ameshakuwa specific. Sasa anataka kufanya kitu fulani kimoja kwanza. Usianze kufanya mambo mengi, chagua kitu kimoja kwanza ambacho una uwezo ukakifanya na wewe unakipenda, unakuwa specific maana yake. Kwa hiyo sasa nataka kuwa specific, maana yake unakuwa ni wazi. Hata mtu akikuuliza, bwana unataka kufanya nini? Kwanza mimi shida yangu nataka nifanye kitu fulani. Sio mtu kwa haeleweki, hajui afanye nini.
Lazima uwe specific bwana. Mtu akikuuliza, mimi lengo langu ni hili hapa. Sasa pale kwenye SMART kuna neno moja linaloitwa measurable. Measurable maana kwenye uwezo wa kupimika, kujua ni nguvu na jitihada kiasi gani vinahitajika kuyafikia. Kwa hiyo baada ya kuchuja na kupata wazo moja, ilo wazo lazima una uwezo wa kupimika na kujua ni nguvu na jitihada kiasi gani vinahitajika. Yaani jitihada zinaweza kuhitajika kuyafikia hayo malengo ambayo wewe umelipata. Maana mtu amekuwa ameshapima. Amepima na katika hili swala hili kinahitajika hichi na kile. Ameshapima kwenye akili yake nguvu zinazohitajika, fedha labda, unaona, ameshapima tayari. Lazima una uwezo wa kuyapima. Kama yana nguvu kubwa kuliko wewe, ni ngumu kuyafikia malengo. Sasa kwenye specific pale, kwenye SMART pale kuna neno moja linaloitwa attainable. Lazima yawe attainable. Attainable maana yake yenye uwezo wa kufikika. Usipange malengo ambayo huwezi kuyatimiza. Pale kwenye SMART kuna neno moja maana yake attainable. Attainable yenye uwezo ya kufikika. Usipange malengo ambayo huwezi kuyatimiza. Kwenye SMART maana yake kuna realistic yenye uwezo wa yenye kuakisi uhalisia. Kwenye SMART pale kuna neno moja linaloitwa realistic yenye uwezo, yani yaweze kuakisi uhalisia. Alafu pale kwenye SMART kuna neno la mwisho kabisa ni maana yake timed, yenye kutimia ndani ya muda fulani. Sasa hapa nimekuelezea ni namna ya kupanga malengo. Malengo yako nimeweka katika mfumo wa SMART. SMART maana yake specific, measurable, attainable, realistic na timed. Sio, unanielewa hapo? Kama umenielewa hapo basi utakuwa ni vizuri. Sasa kama umenielewa hapo, ngoja nikupeleke hatua ya pili sasa uweze kunielewa vizuri. Hatua ya pili ni namna gani ya kuweza kufanikisha malengo yako sasa. Namna ya kuweza kufanikisha hayo malengo. Namna ya kwanza, lazima uwe na nidhamu. Sifa ya kwanza, lazima uwe na nidhamu. Nidhamu, utakuwa na bidii. Ile nidhamu kuna bidii. Utakuwa unajali muda wako. Umeona? Utaacha kufanya mambo yasiyofaa, lakini utaanza kuyafanya yale malengo yako. Mtu mwenye nidhamu ataanza kuacha mambo ya kipuzi. Ataanza kufanya mambo ambayo yanahusu malengo yake. Kwa hiyo unakuwa na nidhamu. Kila kitu kinabidi nidhamu. Unaposoma shuleni kuna nidhamu. Kazini kuna nidhamu. Unaambia wahi shuleni, wahi kazini. Umeona? Hasa kwenye malengo yako, kumbuka hakuna mtu anayekuhimiza. Ni wewe peke yako wewe mwenyewe. Hasa kama uko peke yako mwenyewe, unatakiwa kujihimiza wewe mwenyewe. Unatakiwa kujizuia wewe mwenyewe. Sio, unanielewa? Lazima wewe mwenyewe unajihimiza, wewe mwenyewe unajitia nguvu, wewe mwenyewe unajibidisha, kwa sababu hakuna mtu anaweza kukuhimiza. Unapokuwa shuleni utahimizwa, kazini utahimizwa, lakini sasa ni ya kwako. Wewe ndiye mwalimu, wewe ndiye msimamizi, wewe ndio unayepanga. Kwa lazima uangalie hilo swala hilo, ujihimize wewe mwenyewe. Unakuwa na nidhamu katika mambo yako, utafika malengo, mimi nakwambia, na Mungu yuko pamoja na wewe. Sasa jambo nyingine, jiamini. Unapotaka kutimiza malengo, jiamini. Mimi bwana najiamini juu ya hili swala, mimi naweza. Hata kama watu hawakuamini, jiamini wewe kwanza. Unajua tunapitia wakati fulani ambapo hatuaminiki. Unaona, mtu mwingine anashindwa kukusupport labda kwa sababu hakuamini. Lakini jiamini, chukua hatua wewe kwanza. Watu watakuunga mkono kisha umeanza kujaribu. Kuna wakati mtu mwingine hawezi kujiamini, tatizo kubwa. Mimi nimeshashuhudia sana hii tatizo. Napitia tatizo fulani ambalo watu hawaniamini. Mimi naweza lakini siaminiki. Hilo tatizo kubwa sana nipitia. Lakini namshukuru Mungu nimeanza kuchukua hatua, lakini baadaye watu wakaanza kuona sasa kumbe jamaa huyu anafahamu, kumbe huyu anaweza. Kwa hiyo watu wanataka waone
wakisha kuona wanafanyaje? Wanakuunga mkono juu ya kile kitu fulani. Kwa hiyo jiamini wewe kwanza, hata kama watu hawakuamini watakuunga mkono baadaye ukishaona umetangulia. Pia lazima una shauku au msukumo ya kutimiza malengo yako. Siku zote lazima una shauku. Lini? Shauku kutaka kuyatimiza. Shauku, ndani ya shauku kuna nguvu fulani ya msukumo. Kwa ule msukumo unakusaidia wewe kutimiza malengo kwa wakati. Kwa hiyo ile shauku yako ile ya kutaka kutimiza ile ndio ya muhimu sana. Utaacha kufanya mambo ambayo yasiyofaa, utashughulikia malengo kwa sababu una shauku. Shauku yako lazima iongezeke katika malengo yako, utafika kwa wakati. Ndani ya shauku kuna nguvu ya msukumo, kuna jitihada. Ndani ya shauku ipo hivyo. Kwa hiyo weka shauku ya kile kitu ambacho wewe unataka kukifanya. Weka msukumo wa kile kitu ambacho unataka kukifanya. Weka jitihada, weka jiamini. Mimi nakwambia utafika malengo yako. Jibidishe wewe mwenyewe, utafika malengo yako. Sio, unanielewa? Basi mimi nimeongea kifupi. Tukutane kipindi kijacho. Tuone umenielewa.